السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Mheshimiwa Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, mufti wetu, mzee wetu, kwenye meza kuu pale kuna naib kadhi mkuu, Sheikh wa mkoa, mashekhe mbalimbali na mwenyeji wetu Sheikh Uwesu. Itifaki imezingatiwa. Kwa kuwa Sheikh Uwesu ametaka niseme, lakini nadhani ilikuwa sahihi mimi kumkaribisha mufti moja kwa moja, lakini kwa kuwa ametaka niseme, nitasema hivi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimuhusia mmoja wa masahaba wake, alimwambia la aqla katadbir, there is no intelligence like planning. Hakuna akili kubwa kama kuwa na mpango. Na wataalamu wetu wa leo wakasema mpango ni mtego unaowekwa kwa ajili ya kukamata future. Yani ukiwa una utaratibu wa kutaka kupata future yako ikoje, mtego wake ni kuwa na mpango. Na hili linaonekana kwenye maisha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametufunza jambo lolote muhimu kwenye maisha yako, kwenye dini yako, kwenye dunia yako, halipatikani bila ya kuwa na mpango. Kwa utaratibu huu tufahamu, kila mmoja wetu, chochote unachotaka kukipata katika maisha yako lazima uwe na mpango. Na ukikosa kuwa na mpango, maisha yenyewe pia yanakuwa hayana maana. Mwenyezi Mungu alipotutajia kundi la watu alilolipa takhfifu kwenye kisimamo cha usiku, akasema wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Kile ambacho walichokuwa wanakifanya hawawezi kukifikia bila ya kuwa na mpango. Kwa hili ni jambo muhimu sana tuwe nalo. Kwenye familia yako mpango wako nini? Kwenye kazi yako una mpango gani? Kwenye mtaa wako una mpango gani? Ili mradi chochote kikubwa cha maana hakiwezi kufikiwa bila ya kuwa na mpango. Kwa hivyo kila Muislamu ni lazima awe anao mpango. Kama hatuna, tujitahidi kutengeneza mpango wa kuwa na mipango ili tuweze kufanikiwa kwenye mambo yetu. Mwenyezi Mungu anapotuamrisha tufanye ibada, ili tufanye lazima tuplani, yani tuwe na mpango. Kwa hivyo maneno haya ni mazito, yanaenea kwenye kila kona. La aqla katadbir, hakuna akili kubwa kama kuwa na mpango. Kila mmoja wetu ajiulize, ajikague, kama hana kwenye kila anachotaka kukipata, lazima awe na mpango. Mwenyezi Mungu atujalie sote, atuwezeshe tubebe utaratibu huu wa kuwa na mipango kwenye maisha yetu. Baada ya kusema haya, nilipewa nafasi hiyo nitumie moja kwa moja kumuomba Dr. Samaha, mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, mzee wetu. Yeye sasa ni ukumbi wake, atupe nasaha alizotuletea inshallah.